Miongoni mwa kundi ambalo ni gumu sana ni kundi la Yanga. Lakini ukiangalia mpaka hivi sasa The Young Africans ukiangalia wapo nafasi ya pili, na ukiangalia nafasi ambao wapo sio kwa bahati mbaya, kwa sababu makundi yalipopangwa watu wengi sana walikuwa haipi The Young Africans nafasi ya kuweza kufanya vizuri, kwa sababu kutokana pia na mwendelezo wao ambao walikuwa nao wa matokeo ambao ulikuwa sio mzuri. Lakini mpaka kwenye mechi ya jana unaona kabisa hii ni timu ambayo imebadilika, yani imebadilika kwa muda mfupi sana, tofauti na michezo ambayo ilikuwa imepita. Ukiangalia mechi ya jana unaweza kusema ilikuwa ni mechi ambayo ni hadhi ya finali kabisa. The Young Africans alikuwa yupo nyumbani, lakini unaona namna gani alikuwa anacheza kwa nidhamu ya hali ya juu, akiwaheshimu JS Kabylie, kwa sababu walikuwa hapo nyumbani na walikuwa wanahitaji alama tatu, kwa sababu tunajua kabisa mchezo wa kwanza walikuwa wamepoteza dhidi ya klabu ya Al Ahly kutokea kule nchini Misri. Lakini pia issue nyingine ilikuwa inaleta pressure ni kwa sababu JS Kabylie alikuwa hana pointi hata moja, lakini wakati huo Ahly alikuwa anakaribisha ugenini dhidi ya timu ya FAR Rabat, ambayo na yenyewe JS Kabylie alikuwa anaogopa kwamba endapo sasa FAR Rabat ataenda kupata matokeo ataendelea kubaki chini endapo atashindwa kumfunga The Young Africans, na imetokea hapo jana baada ya kushindwa kumfunga The Young Africans. Lakini kwa upande wa Ahly pamoja na klabu hiyo ya FAR Rabat, mchezo pia ukaweza kumalizika kwa sare ya bao moja kwa moja. Kwa hiyo mpaka hivi sasa ukiangalia pale kwenye kundi la The Young Africans ambalo ni kundi B, Ahly anaendelea kuongoza akiwa amekusanya alama 4, lakini pia Young Africans naye anafuatia akiwa amekusanya alama 4. Unaona amelingana na klabu hiyo ya Ahly. Lakini pia FAR Rabat yeye anakuwa yupo nafasi ya 3, lakini JS Kabylie yeye anakuwa nafasi ya mwisho kabisa. Na ukiangalia The Young Africans yupo nafasi ya pili, lakini amelingana na klabu ya Ahly, ambapo walichotofautiana ni magoli tu ya kufunga pamoja na magoli ya kufungwa. Ukiangalia Ahly kinachofanya aendelee kukaa namba moja ni kwa sababu mechi ya kwanza aliweza kumfunga JS Kabylie bao 4-1. Lakini ukiangalia kama isingekuwa hivyo, basi pengine huenda hata The Young Africans angekuwa anaongoza kundi. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba The Young Africans ni timu ambayo ilikuwa ipewe nafasi kubwa sana, lakini ni timu ambayo naona kabisa inaenda kuwastaajabisha watu wengi wataweza kushangaa kama ataendelea na jinsi anavyocheza hivi chini ya kocha wao. Naamini kabisa The Young Africans ataenda kufanya vizuri hata zaidi alivyofanya msimu uliopita. Na huyu kocha ukimwangalia wachezaji wa The Young Africans sio kwamba ina wachezaji ambao labda wana quality kubwa sana. Ukiangalia ni wachezaji wa kawaida tu. Kuna baadhi tu ya wachezaji ambao unaweza kusema kwamba ni wachezaji ambao wana viwango vikubwa, kama mtu kama Pacome Zouzoua lazima uweze kutaja miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vyema sana. Lakini pia kitu ambacho kinawafanya The Young Africans na naamini wanaweza kufika mbali sana ni ukuta wao, pia eneo la backline ya The Young Africans. Ukiangalia hasa mabeki wao wakati eneo ambalo wanacheza Dickson Job pamoja na Baka wamekuwa na nidhamu kubwa sana, wamekuwa na utulivu mkubwa sana. Hata jana kwenye mchezo ule ukiangalia kuna baadhi ya mashuti kabisa yalikuwa yanaenda langoni na pengine Diarra angeweza kupotea, lakini unaona kabisa mtu kama Baka anaenda na block, mpira unarudi unapigwa tena wana block. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba miongoni mwa vitu pia ambavyo vinafanya klabu hiyo ya The Young Africans kuendelea kusalia hapo kwenye nafasi ya pili ni eneo lao la ulinzi ambalo wamekuwa wakicheza kwa muda mrefu, wanafahamiana vizuri, ile chemistry pale nyuma tayari imeshakubali. Lakini pia eneo la goalkeeping ambalo anacheza Djigui Diarra anaendelea kuonesha ubora wake. Kwa sababu gani The Young Africans walimwamini na mpaka leo hii bado anaendelea kusalia langoni kwenye klabu ya The Young Africans. Lakini pia anaendelea kudhihirisha kwa sababu gani huwa anaitwa timu ya taifa na huwa anaanza mbele ya wachezaji ambao wanacheza kutoka mataifa ya nje ama mabara ya nje, kama mabara ya Ulaya na mabara ya Asia. Kwa hiyo unaona namna gani basi The Young Africans ni klabu ambayo haizungumzi sana, lakini naamini itafanya vizuri sana.
Sasa kitu ambacho maybe Young Africans wanaweza wakiboresha ili waweze kufika mbali sana ni eneo la mbele. Kule mbele unaona kabisa ni eneo ambalo linahitaji maboresho ya hapa na pale. Ukiangalia Young Africans wanamkosa mtu kama Clement Mzize ambaye yupo majeruhi, lakini ukiangalia kule mbele mtu kama Pacome ndio mchezaji ambao unaona kabisa ana kitu cha ziada ambacho anaweza akaisaidia timu kuweza kupata matokeo. Lakini ukiangalia wachezaji wengine mtu kama Maxim pia Nzengeli, hivi sasa ukimwangalia aina ya uchezaji wake ni mchezaji ambaye sio mzuri sana tena kwenye kushambulia kama alivyokuwa. Hapana, ni mchezaji ambaye anachukua majukumu mengine, hasa timu ambapo inakuwa haina mpira. Anakuwa na yeye anahusika, anajumuika na wale viungo wengine wa Young Africans ambao ni wakabaji, ambapo ni Duke Abuya ambapo alianza jana pamoja na mtu kama Mudathiri Yahya. Basi kwa hiyo naye anakuta Maxim pia Nzengeli anaenda kukaba, wanasaidiana kukaba. Lakini ukiangalia kule mbele pia kwenye eneo la namba 9 mtu kama Prince Mpumelelo Dube ni mchezaji ambaye hawezi kutumia zile nafasi ambazo anakuwa anatengenezewa na wenzake. Lakini pia kwenye eneo la winga ya kulia kuna mtu kama Celestine Ekua. Ukiangalia hapo jana kwenye kipindi cha kwanza ni mchezaji ambaye alikuwa anapewa mpira mingi sana, lakini ukiangalia maamuzi yake ya mwisho ndio ulikuwa unashangaa hivi mchezaji alikuwa anawaza nini sana. Ile end product ilikuwa haina msaada wowote kabisa kwenye timu. Kuna vitu vingine alikuwa anafanya mpaka unajiuliza kwamba vingine labda angeweza kufanya zaidi ya kile ambacho alikuwa ameweza kukifanya. Kuna nafasi nyingine alikuwa anatakiwa kuwatengenezea wenzake, lakini unaona alikuwa analeta sometimes alikuwa analeta ubinafsi. Kwa hiyo vitu vingine kama hivyo na mimi kocha wa Yanga ataweza kuongea naye kwa sababu kitu ambacho kinaifanya Young Africans sasa hivi endelee kucheza vizuri ni kutokana na kucheza kitimu, kwa maana kila mtu anavuja jasho kwa ajili ya kuisaidia timu yake iweze kupata matokeo. Kwa hiyo kwa mtu kama Celestine Ekua ni kitu ambacho kocha anatakiwa kumuelekeza kuona namna gani basi anacheza na wenzake ili waweze kupata matokeo. Ile mipira huenda pengine labda angekuwa mtu kama Clement Mzize pengine hata Young Africans ule mchezo angeweza kushinda, kwa sababu alikuwa anapata mipira mingi sana. Lakini alichokuwa anakifanya na mimi hata mashabiki wa klabu ya Young Africans walikuwa wanashangaa sana. Kwa hiyo tuendelee kuona namna gani bana kundi hili litakuwa kundi ambalo unaweza kusema ni kundi la kifo. Ni kwamba bado kabisa haijaisha mpaka aishe, na klabu ya Young Africans licha ya kuwa nafasi ya pili lakini bado wana kibarua kizito kabisa, kwa sababu unamuona mtu kama FAR Rabat tayari amekwisha kudhihirisha kwamba na uwezo wa kucheza nyumbani kwake. Kupata draw na klabu ya Ahli sio jambo dogo na hao Ahli pia Young Africans atakuja kucheza nao kwenye uwanja wao wa nyumbani lakini pia kwenye uwanja wa ugenini. Lakini vile vile Young Africans pia na kibarua kizito dhidi ya FAR Rabat kule nchini Morocco. Kwa hiyo bado kundi ni gumu kweli kweli, lakini all ni football. Yule ambaye muda mwingine yule ambaye apewa nafasi anafanya maajabu, lakini muda mwingine yule ambaye anapewa nafasi unaona kabisa anapoteana. Kwa mfano kama klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni klabu ambayo imekuwa ina historia yake tofauti kabisa kwenye michuano hii ya CAF Champions League, lakini wameanza vibaya na hatuwezi kusema kwamba labda tayari wamekwisha kutoka, kwa sababu tunakumbuka hata kuna msimu walianza vibaya wakapigwa bao 3 dhidi ya Raja Casablanca, lakini wakaweza kufanikiwa kutinga hatua ya robo finali. Lakini cha msingi sasa kwa wale ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Kuna maandishi hapo ukiangalia yameandikwa subscribe, kisha bonyeza tu moja kwa moja, wewe unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Kama kawaida kazi yetu si ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako upande tofauti tunakuwa tunakuletea